Tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Zawadi Bashemela. Kwanza ni habari za kitaifa. Serikali imelifungia kwa muda wa miezi 6 ziwa Ikimba lililopo halmashauri ya wilaya Bukoba mkoani Kagera ili kupisha kukua kwa mazalia ya samaki ambayo yatasaidia kukuza uchumi. Waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Ashatu Kijaji amesema hayo wakati wa hafla ya uzinduzi wa upandaji vifaranga vya samaki milioni 1.5 kwenye ziwa Ikimba na kukabidhi boti moja doria kwenye mwalo wa Buterankuzi. Dr. Kijaji amesema upumzishwaji wa ziwa hilo kwa miezi 6 ni kuvipa nafasi vifaranga hivyo kukua hadi kufikia hatua ya mavuno ya samaki kutoka tani 1 inayovunwa hivi sasa hadi tani 13 baada ya miezi 6. Nilimsikia mheshimiwa diwani, lakini nikasoma sura za ndugu zangu. Kwa hiyo kusema mwezi wa 9 ina maana nakubaliana na ninaridhia. Sasa tunalipumzisha ziwa letu Ikimba kwa muda wa miezi 6. Tuilinde rasilimali yetu hii. Ukiona mtu anasogea na nyavu zake, toa taarifa. Mpe mwenyekiti wetu taarifa, kuna mtu anaharibu. Miezi 6 haijafika. Sasa tunakwenda kubadilisha uchumi wetu na maisha yetu ya wanajumuiya yote ya ziwa Ikimba. Kwa upande wake diwani wa kata ya Kaibanja Bwana Jason Rwankomezi amesema hali ya upatikanaji wa samaki katika ziwa hilo kwa sasa haikidhi mahitaji ya chakula. Hivyo wananchi wameamua kwa hiari zoezi hilo la ufungaji ili waweze kunufaika kwa baadaye na kukuza uchumi wao. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman amesema kitendo cha kuzuiliwa kwa saa 8 katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Luanda nchini Angola na mamlaka za nchi hiyo ni cha aibu kidiplomasia. Hata hivyo ameelezea msimamo wake kuwa licha ya kukerwa na tukio hilo hana kinyongo na wananchi wa Angola. Katika taarifa yake leo, Othman amesema yeye pamoja na viongozi wengine walizuiliwa bila sababu yoyote na mamlaka za Angola alikokwenda kushiriki jukwaa la demokrasia Afrika. Kutokana na tukio hilo, Othman amesema ameamua kutoshiriki katika mkutano wa jukwaa la demokrasia Afrika ambao alialikwa kuhudhuria nchini Angola. Wakati anazuiwa jana Jumatano, Othman amesema alikuwa ameambatana na balozi wa Tanzania nchini Zambia, Luteni Jenerali Matthew Edward Mkingule, ambaye pia anaiwakilisha Tanzania nchini Angola. Kamati ya uchumi, mipango na fedha ya halmashauri ya wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera imeiagiza management ya halmashauri hiyo kufuatilia chanzo cha kushindwa kutumika fedha zilizoko katika akaunti za vijiji vya Ntumagu, Lukoke na Mwinyororo kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa. Makamu mwenyekiti wa kamati hiyo Bwana Eric Method amesema hayo wakati akisoma taarifa ya kamati baada ya ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo wilayani humo. Amesema miradi iliyotembelewa imebaini changamoto kadhaa na kutoa maelekezo ya kuhakikisha changamoto zilizobainika zinarekebishwa, ikiwemo baadhi ya vijiji kushindwa kutumia fedha za miradi ya ujenzi wa miradi ya shule bila sababu za msingi. Kamati ya Azimia ilishauri, iliomba, ilipendekeza, ilipongeza na kupitisha mambo yafuatayo. Azimio: ufanyike ufuatiliaji wa kikao kijacho, yawasilishwe majibu ya kwa nini fedha zilizopo katika akaunti za vijiji vya Ntumagu, Rukoke, Mwinyororo zinashindwa kufanya malipo ya ununuzi wa vifaa vya ujenzi. Namba 2, management ifuatilie na kuwasilisha majibu kama kuna makubaliano ya kimaandishi kwa ajili ya kuazimisha vifaa vya ujenzi vilivyotolewa na mfuko wa jimbo kutumika katika miradi mingine. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Biharamulo Bwana Leo Lushahu amewaagiza wataalamu na watendaji wa vijiji na kata kutoa taarifa mapema endapo wamepata changamoto za kushindwa kutekeleza majukumu yao kutokana na masuala ya mifumo badala ya kusubiri kamati kutembelea maeneo ya miradi. Na sasa ni habari za kimataifa. Namibia imerekodi kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa kipindupindu baada ya kipindi cha takribani mwongo mmoja. Kwa mujibu wa mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, Jenny Kaseya, kisa hicho kimerekodiwa katika eneo linalopakana na Angola
ambako mlipuko wa ugonjwa huo umeua takribani watu 237. Akiwahutubia waandishi wa habari kwa njia ya video kutoka makao makuu ya kituo cha CDC mjini Addis Ababa, Ethiopia, Kaseya amesema kuwa habari njema ni kwamba Namibia imearifu kwamba mtu huyo tayari amepona na kuondoka hospitalini. Hata hivyo, Kaseya ameongeza kusema kuwa huo ulikuwa ni mwamko kwa taifa hilo kuimarisha mifumo yake katika kudhibiti ugonjwa huo. Jeshi la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kulinda usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, limetoa msaada wa magari 6 aina ya Land Cruiser kwa jeshi la polisi katika miji ya Butembo, Oicha na Lubero ili kutoa ulinzi kwa wananchi wa mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Akipokea magari hayo, gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini, Luteni Jenerali Evariste Somo, amesema msaada huo magari umekabidhiwa na kamishna wa jeshi la polisi katika miji ya Butembo, Oicha na Lubero ili kusaidia askari hao kufanya vizuri doria na kuwafikia mapema wananchi pale wanapohitaji msaada. Amewataka viongozi wa jeshi la polisi katika miji hiyo kutumia vizuri magari hayo, huku akihakikisha kuwa kila mji umepata magari mawili. Pia ameomba viongozi wa MONUSCO kuendelea kusaidia jeshi pale ambapo wanahitaji msaada. Kwa upande wao, viongozi wa jeshi la polisi katika miji hiyo wamepongeza serikali pamoja na MONUSCO kwa kutoa msaada huo na wameahidi kufanya kazi kwa uadilifu na kushirikiana na wananchi katika kulinda usalama kwenye miji yao. Wazua. Msikilizaji, kadri unapopiga moyo konde na kusonga mbele, unaiacha hofu nyuma yako na kuukabili ujasiri mbele yako. Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook Radio Kwizera na YouTube Kwizera TV. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri kutoka hapa Radio Kwizera FM. Msikilizaji, unayo nafasi ya kuendelea kutuandikia maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri, habari kuu leo hii. Serikali imelifungia kwa muda wa miezi 6 ziwa Ikimba lililopo halmashauri ya wilaya ya Bukoba mkoani Kagera ili kupisha kukua kwa mazalia ya samaki. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othmani Masudi Othmani amesema kitendo cha kuzuiliwa kwa saa 8 katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Luanda nchini Angola na mamlaka za nchi hiyo ni aibu kidiplomasia. Na Namibia imerekodi kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa kipindupindu baada ya kipindi cha takribani mwongo mmoja. Naam, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Kwizera FM ikikutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Kwa upande wa wakati hivi sasa ni saa 10:11 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki, sawa na saa 9:11 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Unaendelea kusikiliza makala ya Duru Zetu Alasiri, na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa taarifa zetu, ambapo tunaanza kwa taarifa ya kwamba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema serikali inaendelea na mkakati wa kufungua milango ya ujasiriamali kwa kutekeleza sera na programu mbalimbali zitakazosaidia wananchi kuendana na soko la ajira ili kujiongezea kipato.
Ametoa kauli hiyo wakati akiweka jiwe la msingi katika ujenzi wa shule ya amali ya Makomelo iliyopo Nzega mkoani Tabora, ambayo ujenzi wake umegharimu shilingi bilioni 1.6. Waziri Majaliwa amesema kwamba serikali iliamua kutenga kiasi cha shilingi bilioni 44.7 kwa ajili ya ujenzi wa shule za amali katika kila mkoa ili kuwezesha Watanzania kupata elimu ya mafunzo maalum yatakayosaidia kujiajiri au kuajiri wengine na hatimaye kujikwamua kiuchumi. Kadhalika, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kwamba ofisi ya Waziri Mkuu inaendelea na mafunzo ya ufundi elimu ya mafunzo ya ufundi mahiri kwa vijana wenye uhitaji kwenye fani mbalimbali kwa kuwapeleka kwenye vyuo ikiwemo vya sekta binafsi ili waweze kufanya kwa mahiri zaidi kwenye maeneo wanayoona wanaweza kujiongezea kipato. Katika kulitazama hili, pamoja na serikali kuendelea kusisitiza hata wale ambao wamemaliza vyuo vikuu ambao bado wako nyumbani hawajapata ajira kwenda katika vyuo vya ufundi ili kujifunza stadi za maisha kuweza kujiinua kiuchumi, nimemtafuta mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Alfred Festo Bishundu. Kwanza nimemuuliza agizo hili la serikali linaashiria nini katika elimu ya ujamaa na kujitegemea. Nafikiri ni tamko ambalo limechelewa kufanyika. Litakiwa liwe limeshakuja mapema sana kwamba wanaomaliza vyuo vikuu wakapate elimu ya kutumia mikono na ujuzi fulani. Lakini katika hali ya kawaida vyuo vikuu kule elimu ya kutumia mikono wanapata watu wanaosoma kwa mfano kama political science, wanaenda kufanya mafunzo kwa vitendo. Watu wanaosoma elimu wanakwenda kujifunza kwa maana ya kufundisha kwa vitendo. Watu wanaosoma biashara wanakwenda kujifunza kwa vitendo. Sasa serikali inataka namna gani ya VETA ambayo wanatakiwa wajifunze. Nafikiri kuna moja ya kitu ambacho serikali inajaribu kukikwepa ambacho ni jukumu lake, ambacho kikubwa zaidi ni jukumu la serikali kutoa ajira kwa wahitimu. Nafikiri hicho ndicho wanachojaribu kukikwepa, kuwalazimisha wahitimu wote wakimbie VETA wakati ujuzi wanao na wanatembea nao. Bwana Alfred Festo Bishundu, umezungumza kwamba pengine serikali ilikuwa imechelewa kuanzisha mfumo, lakini kusubiria mpaka mtu graduate apate degree kutoka chuo kikuu tumwambie aende VETA, huoni kama hawa wasomi wa shahada ya juu ya elimu wanakuwa kama vile hawatendewi haki, kwa sababu wanakuja huku kujifunza ujuzi ambao angejifunza mtu wa darasa la 7, mtu wa kidato cha 4? Wao ni ujuzi ambao pengine wanao. Kwa mfano kama watu wa mass communication wanafika chuo kikuu wameshajua namna ya kuandaa habari, kupika habari na vitu kama hivyo. Watu wote wanajua. Kwa hivyo nadhani serikali sijaribu kutoa tamko hivyo kirahisi. Cha msingi zaidi ijiandae zaidi kutafuta maeneo makubwa zaidi ambayo ingejaribu kuajiri hawa watu zaidi ya kutoa matamko ambayo kwa kweli sio mazuri sana kwa wahitimu, kwa sababu wahitimu ni wengi zaidi. Knowledge wanayo kwa maana ya maarifa, lakini hata ujuzi wanao na vyeti wanavyo. Sasa VETA wanakwenda kufanya nini zaidi ya vyeti vyao vinavyo nyumbani kwao? Kwa nini kwa sasa serikali inahamasisha hao watu wakasome VETA? VETA kule wanaenda kusoma pengine ufundi magari, wanaenda kusoma labda ujenzi wa nyumba, ufundi seremala. Kwa nini kusije au serikali siweke mkakati wa kuwafundisha wanafunzi kuanzia ngazi ya msingi mpaka chuo kikuu mambo ya uvumbuzi, mambo ya kutengeneza viwanda vya kutengeneza viwanda vingine? Kwa nini tusiwe na vitu hivi ambavyo vitakuja kulisaidia taifa hasa katika kukuza uchumi, badala ya kuwafundisha kutengeneza magari ambayo yanakuja yameshatengenezwa na watu wengine na kwa ni kurekebisha? Ndicho ndo swala msingi sana ambalo nadhani serikali inatakiwa kufanya. Kwa mfano watu ambao wamegraduate, wamehitimu shahada ya kilimo pale SUA, wanajua kabisa maana ya kilimo ni nini, yani wanafahamu kila kitu. Watu ambao wamegraduate wanafahamu kila kitu. Kwa hiyo nafikiri ni tamko ambalo limekuja kisiasa na ambalo nadhani serikali haikujiandaa kutoa tamko hilo vizuri. Nafikiri wahitimu wetu wana ujuzi wa kutosha, si maarifa tu,
ujuzi wa kutosha ambao kila mmoja anaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo cha msingi ambacho serikali ingekifanya ni kujaribu kutengeneza viwanda vya kutosha, kujaribu kutengeneza maeneo ya kutosha ambayo hawa wahitimu wanaweza kawa wanapelekwa huko baada ya kuhitimu shahada zao. Nadhani hilo lingeweza kusaidia. Na sasa tuangazie taarifa nyingine msikilizaji. Hali ya usalama yaendelea kuzorota katika mji wa Uvira mashariki mwa DRC, ambapo usiku wa kuamkia leo watu 4 wameuawa, wawili kwa kupigwa risasi na wengine 2 kwa kuchomwa moto. Kiongozi wa vijana katika mji wa Uvira Bwana Chako Bonane amesema visa vingi vya uvunjifu wa haki za binadamu vinaendelea kuripotiwa, ambapo makundi ya wazalendo yamekuwa yakiwachapa viboko wanawake na mabinti wanaovaa suruali au sketi fupi. Bwana Bonane amesema kwamba sasa ni vigumu kutambua ni nani mzalendo na asiye mzalendo, kwani raia wengi wanamiliki silaha, swala ambalo linasababisha vitendo vya wizi wa kutumia silaha kuongezeka pamoja na mauaji. Mwenzetu Lokendo Tench kutoka mashariki mwa DRC amezungumza na Bwana Bona ambaye anaeleza haya yafuatayo. Hali ya sasa ya usalama katika vile ya Uvira haiko ya kuridhisha juu ya nini? Juu ya mauaji ambayo inafanyiwa usiku na mchana, lakini pia hali ya haki ya kibinadamu nayo haiko ya kuridhisha. Mpaka sasa wanawake wenye kuvala pantalo wangaliki wanapigwa fimbo na wazalendo. Kwa sasa tuko tunaobserve hali kutofahamu kati ya wazalendo na majeshi ya FARDC hawajaelewana vizuri. Tukianza na hali ya usalama ni kwamba usiku wa kucha leo mnamo 19 kuna baba mnamo quartier Kalundu kule ngambo ya Rugembe, kuna baba ambaye amepigwa masase na kufa hapo na watu ambao hawajulikani. Usiku kuna jeshi ama mwizi ambaye amekamatiwa mnamo quartier Rombe ya kwanza chini ya Bralima, amepigwa na kuchomwa pale na maiti imetupiwa kwenye Lake Tanganyika. Usiku wa kuchana leo kuna wezi 2 ambao wamekamatiwa mnamo quartier Rombe ya kwanza pale chini ya Bralima, na wao pia walipigwa majiwe na wamekufa hapo. Inaonekana kwamba hali ya usalama kwa kuridhisha, watu wengi wanauawa kwa risasi, lakini pia wengine wanapigwa fimbo na wazalendo kwa ajili ya kuwakataza wasivai pantalo, odela ya masensibilisation ambazo zimeshafanyika ya watu mbalimbali kwenda kuwaona viongozi wa majeshi wa kizalendo kwa ajili ya pantalo. Hiyo ndio hali ambayo mpaka sasa hayakuwa nzuri. Hali ya usalama kabisa ni ndogo. Watu wangali wanahofia kutembea usiku. Ni kuambie kwamba kuna kukatia mianda na katika Kimanga mwisho kutembea ni saa 12 kwa nini juu atakayeonekana usiku anapigwa risasi akisingizwa kama vile ni mwizi. Hali si nzuri mtangazaji. Utaelewa na mimi kwamba katika vile ya Uvira watu ni kushikilia silaha wako aina nyingi. Wazalendo wana silaha, majeshi ya Burundi wana silaha, FARDC iko na silaha, majambazi wana silaha, raia wa kibinafsi wana silaha. Kweli kabisa viongozi wa jiji wangaliki confusion kwa kuwa na mwenye anasiri security ya merde sasa hizi ni wazalendo, kwa sababu wa polisi walikuwa wangali wanakimbia ndio wanarudi sasa na wanaanza kujirekonsilie. Mpaka sasa hawajasema kitu, ila wako wanainsiste katika lugha ya Kifaransa wako wanaita restauration autorité de l'État. Ni taarifa hiyo ya mwenzetu Lokendo Tenchi msikilizaji. Na sasa ni wasaa wa duru chumi na biashara, tunaungana na Amina Semagogwa. Leo katika duru uchumi na biashara ni kwamba kipindi cha mwaka 2023-2024 na mwaka 2024-2025 mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade imefanikiwa kupanua masoko, kusaidia biashara za Tanzania kupata fursa za kimataifa, kujenga uwezo wa wafanya biashara wadogo na wakati
na kuboresha mifumo ya upatikanaji wa taarifa za biashara. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara TanTrade Latifa M. Hamisi akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio na mwelekeo wa mamlaka hiyo katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 katika ofisi za idara ya habari Maelezo jijini Dodoma, amesema kuratibu na kusimamia mifumo ya soko ya ndani na uratibu wa DITF ambayo yalipelekea mafanikio kwa mwaka 2020, 2023 na 2024 ambapo washiriki ndani wameongezeka kutoka 2926 hadi 3503 huku washiriki wa nje wakiongezeka kutoka 76 hadi 451. Na tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba serikali imewahimiza Watanzania waishio ughaibuni kwenye mataifa mbalimbali kuchangamkia fursa zilizoko kwenye maeneo yao na kwamba serikali itawaunga mkono pale inapohitajika. Hayo yamesemwa na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Mohamed Thabiti Kombo wakati akifungua mafunzo ya ujasiriamali na uendeshaji wa biashara za kimataifa kwa Watanzania waishio nchini Komoro. Balozi Kombo amewaeleza Watanzania hao kuwa serikali ipo karibu nao na kwamba sera ya mambo ya nje inawatambua rasmi na hivi karibuni utaratibu wa hadhi maalum utakamilika kwa manufaa yao zaidi. Na kwingineko ni kwamba kampuni ya mgodi wa dhahabu ya Geita GGML umeungana na wakala wa usalama wa afya mabalozi wa kazi OSHA kuimarisha usalama wa mazingira ya wachimbaji wadogo wanawake mkoani Geita. Mpango huo unajumuisha utoaji wa elimu ya uchimbaji salama pamoja na ugawaji wa vifaa kinga vyenye thamani ya shilingi milioni 24 kwa shirikisho la wachimbaji wadogo wanawake mkoa wa Geita. Na tutamatishe kwa kuangazia taarifa kuwa mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia kanda ya Afrika Dr. Zarau Kibwe amepongeza uongozi wa sera za kiuchumi za Rais Samia Suluhu Hassan. Dr. Kibwe amesema Tanzania iliwekewa ukomo wa kiasi cha dola bilioni 5 za Marekani kabla ya Rais Samia, lakini sasa kiwango hicho kimefikia dola bilioni 12. Ni hayo tu katika duru uchumi na biashara. Mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Na moja kwa moja sasa ni wasaa mzuri wa kwenda viwanjani kutazama yaliyopo huko. Nini ambacho kinazungumzwa katika wasaa huu wa duru michezoni? Tupo naye Marco Pastori Bundala. Karibu sana bwana Marco Pastori. Asante sana, bila shaka umeshinda poa. Bana poa sana. Na sasa kufahamisha miongoni mwa yale ambayo yanaendelea kutamalaki ama kuteradadi kwenye upande wa soka. Sawa bana. Na sasa hivi ni dakika ya 18 ya mchezo wa ligi kuu. Ulikuwa mchezo wa kiporo huu. Simba akiwa anacheza na Dodoma Jiji na Simba anaongoza kwa bao moja. Sawa bana, dakika ya 19 tayari katika mchezo huu wa hivi sasa. Na nikufahamisha tu kuhusiana na mechi ambazo zitachezwa kimataifa, ambapo kule Spain katika La Liga Las Palmas atakuwa akicheza na Deportivo Alaves majira saa 5 usiku, lakini kule Ujerumani katika Bundesliga St. Pauli atakuwa akicheza na Hoffenheim majira ya saa 4 dakika 30. Halikadhalika Ufaransa Nice atakuwa akicheza na Auxerre majira ya saa 4 dakika 45 usiku. Italy pale katika Serie A Genoa atakuwa akicheza na Lecce majira ya saa 4 dakika 45. Kwa hiyo tutakutana hapo baadaye kuja kuipanga vyema kabisa mikeka yetu kwamba inakwenda vipi. Lakini usisahau kesho Jumamosi katika Premier League kuna mambo huko yanakwenda kunoga kweli kweli. Everton namuona atakuwa na West Ham, Ipswich atakuwa na Nottingham Forest, Man City atakuwa na Brighton, Southampton atakuwa na Wolves, lakini Bournemouth atakuwa na Brentford. Haya ni machache tu kati ya yale mengi, na mengine mengi zaidi tutakuja kuyatazama pale jioni. Bila kusahau utakumbuka kuhusiana na michezo ile ambayo ni ya mbio za magari maarufu kama Langalanga, ambayo inakwenda kuanza tarehe 16 Langalanga kule Australia. Okay. Sasa michezo hii bana ina upekee wake kwa sababu mshiriki kutoka Marekani Lewis Hamilton ambaye amepewa kampuni ile ya magari ya Ferrari, ndio gari ambayo anaitumia. Okay. Kwa sababu alizindua, baadaye ndio hiyo gari anaenda kuitumia kwenye mashindano hayo.
Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ama washiriki ambao wanatazamiwa kwa karibu sana katika mashindano hayo, na tusubiri tuone itakuwaje tarehe hiyo, tarehe 16. Lakini hapa upande wangu wa kushoto ninapotazama dakika 21 ya mchezo, Jean Awa amefanya yake, aongeza bao la pili. Yes, bao la pili kwa Simba ndio limepatikana ikiwa dakika 20. Naona wanashangilia hapo. Mambo haya. Naam. Basi bana, ndizo dondoo za michezo kwa siku ya leo. Shangilia yao inaonekana Ahwa ndo mwalimu wao anaelekeza namna ya kupiga pasi na namna ya kufunga. Sawa. Shukrani sana. Shukrani pia. Asante. Naam, baada ya kutoka katika duru michezoni, na sasa moja kwa moja najikita kutazama maoni yako ambayo umenitumia ukichangia taarifa zetu katika makala haya ya duru zetu alasiri. Na huyu anasema naitwa David Wilson tokea maeneo ya Ruhama, Ngote, Muleba, Kagera, Tanzania. Anasema pongeze kwa serikali kwa kulifungia hilo ziwa Ikimba huko Bukoba. Anasema ili samaki wazaliane kwa wingi. Haya, asante. Nikisonga mbele zaidi, anasema anaitwa Malaika Clement, anasema yuko Kazingati, Keza, Ngara, Kagera, Tanzania. Yeye anasema anaitakia Simba ushindi hii leo dhidi ya Dodoma Jiji, na anasema haya kidogo ujumbe wake, anasema haya, mataasisi ya dini yasimame kuombea mvua. Haya kidogo, sawa. Asante kwa ujumbe wako. Nikisonga mbele hapa, msikilizaji huyu anasema anaitwa Joas Kabona kutoka maeneo ya Bugarama, Ngara, Kagera, Tanzania. Anasema vitendo vya wizi vinatakiwa kukomeshwa hapa nchini Tanzania. Na kufikia hapo nakamilisha makala haya ya duru zetu alasiri. Habari kuu tuweza kuletea hii leo ni pamoja na serikali imelifungia kwa muda wa miezi 6 ziwa Ikimba lililopo halmashauri ya wilaya ya Bukoba mkoani Kagera ili kupisha kukua kwa mazalia ya samaki. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masudi Othman amesema kitendo cha kuzuiliwa kwa saa 8 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Luanda nchini Angola na mamlaka za nchi hiyo ni cha aibu kidiplomasia. Na Namibia imerekodi kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa kipindupindu baada ya kipindi cha takribani mwongo mmoja. Mwisho wa makala haya duru zetu alasiri, kwa niaba ya wote waliosikika niseme asante kwa kuwa nasi, nikutakia alasiri njema na endelea kusikiliza Mseto leo mpaka pale saa 2 kamili usiku.